wachungaji naomba waingie ili niwaelekeze mahali pa kukaa. Asante baba yangu, naomba upite huku moja kwa moja hapo. Na wakati huo wakati wachungaji wanakaa huku, wale wenye salamu za lambilambi kutoka makanisa mbalimbali, nchi mbalimbali, ndugu, jamaa, marafiki, naomba nimsimamishe mtumishi wa Mungu Asaf, mchungaji. Ni huyu hapa, huyu baba huyu. Uje uandike jina lako. Tunatamani kila mmoja tumpe haki yake katika msiba huu wa mpendo wetu aliye pamoja naye, amsindikize na yeye. Wachungaji, karibuni muone mnakaa huku. Kwa hiyo salamu za lambilambi, naomba muone mtumishi wa Mungu Pastor Asaf. Muda wenu utakapofika, basi mtakaribishwa. Asante sana. Pastor Dola, naomba waandae utaratibu, naomba. Na wakati wanakuwa wanaingiza mwili wa Dimunga, mtumishi wa Mungu, naomba imbeni ule wimbo, mimi ni mwana wa mfalme. Oh, yes. Haleluya. Haleluya. Biblia imeeleza vizuri waliolala katika mauti, wale waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni kweli, lakini mwamba ametufundisha imani. Haleluya. Naomba uimbe huo wimbo. Iwezekanavyo studio, karibu sana. Na wakati wanaimba huo wimbo, mwili wa mtumishi wa Mungu Dimunga utakuwa na wasili ndani. Naomba tusimame kwa miguu yetu. Asante. Studio, karibu. Karibu sana. Na watumishi wa Mungu, naomba mjitie nguvu. Mjitie moyo. Imbeni kama mashujaa. Satarebush. Samanya kapatia. Naomba ufanye haraka mtumishi wa Mungu. Imbeni. Yes. Basi naomba njia hapo. Mimi ni mtoto wa mfalme.
studio, wakati tumesimama, naomba tusimame tafadhali, jitie nguvu. Tunaamini wewe ndio tumaini letu. Asante kwa kila mmoja, mnenaji wako ambao Mungu umemwandaa, ambaye anaenda kuganga roho zetu sasa. Wacha Roho Mtakatifu akawe pamoja naye. Nasi hatuna mashaka, tuna matumaini makubwa kutoka kwako. Na hii sauti ambayo Mungu anaenda kusema nasi inaenda kutuinua tena, inaenda kutufariji tena. Ninakushukuru Baba, na kabidhi neno hili mikononi mwako. Ni katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, na watu wote tuseme amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu ndiye mwamba, ni salama, ndiye mwamba, ni salama. Njia yangu iwe ndefu. Kwanza kutoa pole zangu kwa mchungaji na mama Wilonja na wale wa karibu pamoja na kanisa na wale wote ambao wamefika hapa. Nasema pole. Nilete pia pole za mke wangu, niko naye hapa, Esther, pamoja na watoto wetu na kanisa kutoka Kenya. Nasema pole. Ni kawaida kwamba msiba unapotokea watu kulia. Kulia ni sehemu moja ya maisha ya mwanadamu. Biblia imesema kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Sasa msiba unapotokea, tunakuwa na mawazo mengi, tunakuwa na maswali. Kwa nini? Mbona huyu? Mbona wakati huu? Nafikiri ni maswali ambayo mengi bado hujapata jibu. Nikisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 2. Tafadhali naomba niongee na wewe upate kuelewa tuko wapi na kwa nini. Biblia yangu inasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 2. Watu wataua wakamzika Stefano. Naomba tuseme wote, watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Now this was not a normal mourning. It was a mourning that the Bible emphasizes. Yani ulikuwa ni msiba usio wa kawaida ambao Biblia inasisitiza watu wataua walifanya maombolezo makuu. Kwa hivyo tunachokiona hapa ni maombolezo makuu. Naomba unisamehe, hakuna furaha wakati wa maombolezo.
Tunaweza jaribu, tunaweza jitahidi, tunaweza fanya kila kitu, lakini kuna kitu kitakosa: furaha. Kwa sababu gani? Demuga kama Stefano ni kijana. Oh, yes. Hakuna mtu anakubali kijana kufa, na haya yametupata, yalipata kanisa. Kanisa limetoka kuzaliwa siku ya Pentekoste, na baada ya muda usio mrefu limepata pigo kwa kijana kupigwa kwa mawe. Kuna tofauti ya kupigwa kwa mawe na kufa kwa ugonjwa, lakini uchungu ni ule ule. Maombolezo makuu. Kwa hivyo unisamehe, I am very emotional today. I am sad. Don't worry, just okay. I am sad because for the first time I'm burying my own son. I'm burying my own son. Demuga, I love him. When I got the news, I couldn't hold it. I cried like a father. I cried with my brother because I know the pain of losing a son. Not only a son, but a son in the gospel. So please, si dhambi kulia. Sawa, sio dhambi fanya nini? Kulia. Lakini natoa ahadi, nafanya ombi mbele za Mungu hadi Kristo atakapokuja. Kama utasikia ushauri wangu siku ya leo, hatutazika mtu kabla ya wakati wake. Hatutazika mtu kabla ya wakati wake. Inatuuma kwa sababu imefanyika wakati ambapo hatukuwa tayari. Kanisa wakati wa Matendo ya Mitume hawakujua kuna mateso, hawakujua kuna kupigwa mawe. Kwa hivyo hawakuwa na mpango dhabiti wa kuzuia mauti kabla ya wakati. Lakini tunapoendelea na neno la Mungu, they came up with a solution. We are not going to bury anybody before their time. Yeye anizike, lakini mimi sitamzika. Naomba unisikie. Katika huduma yangu nilimwambia Bwana, hukuniita kuzika, umeniita kuokoa. Na kama nitazika, nizike mtu ambaye ametimiza siku zako. Hapo tutaimba, hapo tutafurahi, hapo tutacheza, hapo kutakuwa na sifa tusizoweza kuzisimamisha. Paulo anasema, mimi Paulo mzee, sasa kumiminwa kwangu, niko tayari kumiminwa, niko tayari kwenda kwa Bwana. Lakini wakati shetani alitaka kuleta mambo, alisema siko tayari, nataka nibaki kwa ajili yenu. Haleluya. Baba, naomba faraja. Baba, naomba neema ya faraja. Naomba neema ya faraja. Naomba neema ya faraja ikashuke sasa. Baba wa mbinguni, wewe ndiye nguvu yetu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 44, Biblia inasema hivi: akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila uvumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Anamalizia kwa kusema, enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi hamjui kutambua majira haya? Kanisa, tupo kwenye majira gani? Kwa nini tunapoteza vijana? Kwa nini magonjwa hayati
majira ambayo kanisa limekosa ushirikiano, limekosa umoja, limekosa kuwa na nia moja, limekosa kuwa na sauti moja, limekosa kusimama kama kanisa. Kwa hivyo linampa shetani nafasi ya kufanya uharibifu katika kundi, wasipokuwa kwanza wamepatana. Kanisa la Mungu, nasema kama tusipokubaliana na Kristo, kama tusipokubaliana na Mungu, tutapata majeraha mengi, kwa sababu shetani hupata nafasi mahali ambapo tumeacha kumtazama Mungu kama kichwa cha kanisa, tukaanza mambo yetu ya kugawa. Mungu ndiye mwanzilishi wa kutamka kifo. Katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 17, Mungu anasema hivi: walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kufa kwatokana na Mungu, lakini kuna swali, lini? Kufa kupo, hatuwezi kwepa, lakini lini? Mara nyingi msiba unapotokea tunasema lile andiko la Ayubu. Lasemaje? Bwana alitoa, Bwana ametwaa, libarikiwe jina la Bwana. Tafadhali, 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 acha kunukuu maandiko kama hujajua majira. Kuna Mungu analeta kifo, lakini haui. Itakwambia tofauti. Okay? Kwa hivyo kufa kwatokana na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nakupa mawazo ya Mungu kuhusu mauti. Ni lini? Hajakataa kuna kufa, lakini ni lini utakufa? Katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Mwanzo 6 sura ya 3. Nataka nikwambie wewe unayenisikia, ukisikia neno hili hutakufa kabla ya wakati. Amen. Anasema hivi: Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa 120. Miaka 120 ni matamko ya Mungu baada ya kuangalia maisha ya mwanadamu anavyoenenda katika uovu. Kabla hiyo sura ya 6 mwanadamu ameishi miaka 900, miaka 800, miaka 700. Kwa nini sura ya 9 anabadilisha msemo? Ni kwa sababu anasema uovu wa mwanadamu umeongezeka sana, kila anachokiwaza ni kiovu. Kwa hivyo ikawa ndiyo sababu ya kupunguza siku kuanzia miaka 900, 500, ingawaje Nuhu bado anaishi kwenye miaka 600, 700, lakini kauli ya Mungu inasimama baada ya hapo vizazi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo miaka yako ni ngapi ambayo umepewa na Mungu? Sasa ile umeishi, toa kwa hiyo hesabu, umebaki na ngapi? Usijipange kufa. Jipange kukamilisha safari. Jipange kumaliza mwendo. Jipange kupigana vita. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila ukiamka asubuhi, angalia salio. 120 toa 50 ni salio la matumizi. 120 toa 80 ni salio. Na bado anasema
Isaka aliishi miaka 182. Sara aliishi miaka 135. Hapo ndipo chimbuko la imani lilipotokea, kwamba sasa Mungu ameshatamka miaka yetu, lakini tukiwa na nguvu bado kuna uwezo wa kupita miaka 120. Inasema mwivi haji ila aibe na auwe na aharibu. Ni nani anaua? Shetani. Anaiba, anaua, anaharibu. Yesu anasema nimewapa mamlaka na nguvu ya kukanyaga nyoka na nge. Tusimame kama kanisa la Bwana, milango ya kuzimu isije ikapata nafasi usiku au mchana. Petero anasema kuweni macho, kuweni macho, iweni macho, maana yule adui anatafuta usiku na mchana apate kuiba na kuharibu. Umenisikia? Kwa hivyo siku ya leo tukiwa hapa, kuna mambo ambayo Mungu anatufunza katika Yohana sura ya 11. Yesu alikuwa na rafiki yake, alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro akawa amekufa siku 4, yuko kaburini. Lakini anapofika pale, ndugu zake wanasema, Bwana, ungelikuwa hapa, ndugu yetu asingelikufa. Ni katika msiba huu peke yake Yesu alilia. Kwa hivyo kulia ni kawaida katika msiba. Yesu alilia. Alipokuwa naongea na dada yake Lazaro, akasema hivi, najua ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho. Yesu akasema, mimi ndimi ufufuo. Ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inua mikono yako kwa Bwana. Na kitazama magoti yangu, magoti napiga pale, Bwana nisamehe. Oh Yesu wangu, naomba unisikie, unapozuru wengine, naomba usinipite. Makosa, maneno ambayo tumetamka yasiyoambatana na kusudi lako kwa ajili ya maisha yetu, ambayo yamempa shetani nafasi ya kukatisha siku
zetu kinyume na mapenzi yako. Tunakuomba kwa damu ya Yesu uyafute katika kitabu na kumbukumbu za kuzimu. Maana umesema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa lako. Baba, tunaomba tukasimame kwa sauti moja, kwa moyo mmoja na kwa nia moja. Ndugu wapatane katika umoja, maana hapo ndipo unapoamuru uzima na hata baraka ya milele. Mungu wa mbinguni, nakabidhi kila mmoja mikononi mwako mchana wa leo. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, kaagize malaika wako kulinda kila mmoja. Baba, asiingie kwenye mitego ya kuzimu katika jina la Yesu. Watoe walionaswa na milango ya kuzimu, wakomboe mchana wa leo. Magonjwa na maradhi yasiwe sehemu yetu tena katika jina la Yesu aliye hai. Tunaomba uzima wako na nguvu yako ikatamalaki katika nafsi zetu, katika roho zetu na katika miili yetu. Asante Baba mbinguni, kwa maana wewe ni mwema. Na tunaomba Baba, tukiwakabidhi watoto wetu, tukiwakabidhi vijana, tukiwakabidhi wajukuu, tukiwakabidhi hadi kizazi cha nne, ya kwamba Bwana wataenenda katika njia zako na hakuna yule atakaye kufa kabla ya wakati. Baba, tunaomba utufungue macho tuweze kuona pale adui anapotushambulia, tuweze kumpinga, maana umesema mpingeni shetani naye atawaondokea, katika jina la Yesu. Bado tunakuomba faraja, tunaomba neema ya faraja ikatamalaki, ni kwa utukufu wa jina lako. Sote tuseme amen. Tumepoteza kijana ambaye ni maridadi, lakini tumepoteza kijana ambaye ni shujaa sana. Hakuna kitu kinauma kama kanisa kupoteza kijana shujaa, lakini pia hakuna kitu katika taifa kupoteza vijana wenye nguvu. Tunaweza kuzungumza habari za kijana wetu aliyelala hapa, lakini ni experience ambayo mchungaji amepitia na mama mchungaji. Ni yeye, ingekuwa wewe ingekuwaje? Asante sana Baba kwa neno la matumaini. Tunalipokea neno si kwa ajili ya mtumishi aliyelala, ila tunalipokea neno kwa ajili yetu sote, lakini kwa ajili ya vizazi vyetu. Pende kusema kitu katika msiba huu. Shetani sasa hivi adili na watu wazima, ameshawatumia sana. Wachawi walikuwa watu wazima, wachawi walikuwa wazee, wachawi walikuwa wabibi, wachawi walikuwa wababu. Sasa hivi wachawi ni vijana, wachawi ni watoto. Ndio maana sasa hivi aturuhusu wabibi watulelee watoto wetu, tunawalea wenyewe kwa maadili ambayo Mungu ametupa. Maana Biblia inasema tuwalee toka wakiwa watoto wadogo, tupandikize ile mbegu, na hata hawataisahau hata watakapokuwa watu wazima. Sema nakataa shetani kunitenda kwa akili. Haleluya. Si upiri, lakini nataka uchukua neno aliloliongea mtumishi wa Mungu, lakini chukua neno ambalo Musa na wana wa Israeli walisema, tusipoangalia Farao anaenda kututenda kwa akili. Tunakataa kwenye taifa letu hatutatendwa kwa akili. Kupitia vijana hatutatendwa kwa akili. Kupitia watoto hatutatendwa kwa akili. Tunakataa wamama kuharibika kwa mimba. Tunakataa wamama wanapokwenda hospitalini wamebeba mimba miezi 9, wanapofika wanasema nesi ni bahati mbaya. Tunazikataa bahati mbaya. Tunazikataa bahati mbaya. Mama tabeba mimba. Tunatoa unabii juu ya taifa
nini shetani ale wa kwako? Kwa nini wakae kwenye vikao? Kwa nini wajadiliane juu ya kwako? Kwa nini wasijadiliane juu ya wakwao? Kama walikula wakwao wakawamaliza, wao watagusa wako, wakwako watawagusa. Sema wangu hawagusi, sema wangu hawagusi. Hawagusi kwa uchawi, hawagusi kwa ushirikina, hawagusi kwa magonjwa, hawagusi kwa uchawi, hawagusi kwa ushirikina, wala hawagusi kwa magonjwa, hawagusi kwa vifo, hawagusi kwa silaha. Kwa jina la Yesu tunazipangua angani, tunazipangua ardhini, tunazipangua kwa jina la Yesu. Sema tumeipangua hiyo. Baba, kupitia kifo cha mtumishi wako, amelala mapema sana na ameacha kazi, lakini tuko hapa kusema haya yawe mapenzi yako, na kama ni mapenzi yako tunayapokea, lakini si kama yako tunayakataa. Tunayakataa kwa mtumishi wako, tunawakataa na wakaka zake, tunayakataa kwa dada zake, tunawakataa kwa wadogo zake, tunakataa kwa baba yake, tunakataa kwa mama yake, na tunakataa ndani ya kanisa hili. Ndani ya kanisa hili hakuna vifo vya kufatana. Ewe vifo vya kufatana, tunakufukuza, tunakuharibu, tunakuteketeza kwa jina la Yesu. Baba, kupitia madhabahu tutatoa shuhuda za uzima, na shuhuda za uzima zitasikika. Hatutatoa shuhuda za vifo na mauti kupitia kanisa hili, e Bwana, na kupitia familia zetu tutaishi na tutakufa, na tutasimulia matendo makuu ya Mungu kama ishivyo Bwana, katika jina la Yesu. Wote waliokuja katika ibada ya mwisho ya mtumishi wako tunatangaza leo, waliokuwa wagonjwa wapokee uzima, waliokuwa wameambiwa na madaktari kwamba watakufa wataishi kwa jina la Yesu, waliokuwa wamebadilisha kuwa uzima, hiyo kifo tunabadilisha kuwa uzima. Tunakataa vifo vya mapema na tunaamuru uzima na afya vitaambatana nasi kama Watanzania, vitaambatana na vijana, vitaambatana na watoto, vitaambatana na wazee, vitaambatana na mabinti, vitaambatana navyo kwa jina la Yesu Kristo. Wanaosoma watamaliza elimu. Tunakataa sana, hatusomeshi kwa hasara, tunasomesha kwa faida. Tunakataa kusomesha watoto halafu wote tumeshawasomesha. Hiyo tunaikataa, hiyo tunaipinga. Haitakuwa, haitatendeka. Sema imekuwa. Baba, sisi kama wazazi hatutasomesha watoto halafu tunaishia kuvuna matunda ya vifo. Hakuna kifo cha kiroho kwetu, hakuna kifo cha kimwili kwetu. Linda watoto wetu, tunza watoto wetu. Tulioikataa kwa mtumishi wako hapa Demanga, tumekataa kwa Watanzania wote, na tumekataa kwa Wakristo wote, tumekataa kwa dini zote, tumekataa kwa makabila yote, na tumekataa kwa mataifa yote, na tunakataa kwa nchi zote za Afrika. Hawatatutenda kwa akili, na tumekataa kutendwa kwa akili. Imekuwa hivyo na imetendeka. Linda na ututunze tunapomaliza ibada hii. Bwana, umalize na sisi, na hata tutakapokwenda kulaza mtumishi wako, tunafunga mauti na itatembea tena, na hakuna atakayeambatana naye, na hakuna atakayefuatana naye katika jina la Yesu Kristo. Mauti tunakunyamazisha na utasikika tena. Imekuwa hivyo na imetendeka. Sema amen. Yesu nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake.
zaidi, fahamu nijue pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tusikilize wasifu wa ndugu na kijana na mtoto wetu Demunga Furaha Wilonja kuzaliwa. Demunga Furaha Wilonja alizaliwa tarehe 28 mwezi ule wa 6 mwaka 1998. Mahali alipozaliwa ni kijiji cha Sunuka mkoani Kigoma. Elimu yake, elimu ya msingi aliipata katika shule ya msingi Makuburi Jeshini. Shule hii ipo pale Ubungo External. Alianza shule ya msingi mwaka 2005. Alihitimu mwaka 2011. Alifanikiwa kufaulu na kwenda sekondari. Elimu ya sekondari aliipata katika shule ya Yusufu Makamba iliyopo Ubungo External. Elimu ya sekondari aliipata mwaka 2012 na alihitimu mwaka 2015. Bi yake alifaulu kwa ufaulu mkubwa na wa hali ya juu sana na kufanikiwa kwenda advance, yaani kidato cha 5 na cha 6. Advance alisomea pale Temeke mwaka wa 2017 na akahitimu mwaka 2018. Alifanikiwa kujiunga na chuo cha anga kiitwacho Tausi, yaani Tanzania Aviation University College kilichopo Tabata. Chuo hicho alisoma kwa muda wa miaka 3, yaani mwaka 2019 na akahitimu mwaka 2021. Kazi. Kutokana na ubora wa performance yake chuoni hapo, aliteuliwa kuwa mkufunzi kwenye chuo cha masuala ya anga kilichopo mkoani Mwanza. Marehemu Demunga Furaha alifanikiwa kuandika kitabu chake kiitwacho No Glory Without History. Maana yake hakuna utukufu bila historia. Kitabu hicho kwa tafsiri yake ni kwamba hakuna utukufu bila historia. Hichi ni kitabu ambacho marehemu Demunga alikiandika. Maisha yake ya utumishi. Alikuwa mmoja wa viongozi wa kwaya ya Paradiso kwenye kanisa hili la hapa kwetu. Lakini pia alikuwa kiongozi wa idara ya vijana tangu mwaka 2018 mpaka umauti ulipomkuta, ambapo aliweza kujijengea tabia njema na kuwa mfano wa kuigwa kwa watu wote. Mfano wa kuigwa kwa watu wote, na hasa sisi vijana zaidi. Ugonjwa. Tunakumbuka ilikuwa mwezi wa 4 mwaka 2021. Marehemu Demunga alianza kuumwa. Tukampeleka hospitali ya Amana kwa ajili ya vipimo. Pale Amana ilishindikana. Iliposhindikana pale,
alipelekwa hospitali ya Muhimbili kwa vipimo zaidi kubaini alikuwa kwenye vipimo pale Muhimbili walibaini alikuwa na kansa ya koo, na akaanza matibabu pale hospitali ya Muhimbili. Ilipofika mwaka wa 2022 wakamrufaa kwenda Ocean Road, ambapo pia kwa vipimo vyao walibaini kuwa kansa hiyo imefikia stage ya 3 kwenda ya 4. Wakawa wamemwandikia tiba ya chemotherapy na radiotherapy, yaani tiba ya mionzi. Familia baada ya kuona, wakati anaendelea kusoma historia, na muomba mtu mwenye gari namba T 956 DMB aende kwenye gari haraka. Kuna mission ya haraka kwenye hiyo gari. Asante. Familia baada ya kuona afya ya mgonjwa ilikuwa imedhoofu sana, tulikubaliana kumpeleka hospitali za nje ya nchi. Tulifanikiwa kumpeleka nchini Burundi baada ya kuona hapa nchini imeshindikana, na hospitali hizo tulizopeleka kule Burundi ni hospitali kubwa zinazoongoza kwenye nchi ile ya Burundi. Tulipeleka hospitali ile ya CMCK hospitali, lakini pia tulipeleka kwenye hospitali ile ya Prince Louis wa Gasore. Hospitali ya tatu tulipeleka Tanganyika Care, za nchini zote hizi za nchini Burundi. Kifo baada ya juhudi nyingi ya maombi, sala, dua. Ilipofika Jumamosi wiki iliyopita tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2026 muda wa saa 2 usiku, Mungu aliruhusu umauti ukampata. Shukrani na hitimisho. Tunashukuru mliokuwa nasi toka alipoanza ugonjwa mwaka ule wa 2021. Tunashukuru sana kwa upendo wenu na umoja wenu. Mlikuwa pamoja na sisi kwa maombi, sala na michango mbalimbali. Tunawashukuru pia majirani zetu, wachungaji na Wakristo wote. Mlikuwa pamoja nasi toka tulipopatwa na hili, hakutuacha. Mungu asiwapungukie, azidi kuwabariki. Marehemu Demunga kwa ujasiri mkubwa anaungana na Ayubu sura ile ya 1 mstari ule wa 22. Ayubu akasema, nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena uko uchi vile vile. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Asanteni kusikia. Pamoja na sisi wote ambao tumekutwa na msiba huu, mimi naitwa Enoch Nasho, niko na wenzangu tukiwakilisha wanafunzi wenzetu wa shule ya Advanced Level Temeke, pale ambapo Marehemu Demunga alisoma form 5 mpaka 6. Tunakosa sana maneno mengi ya kusema kwa sababu mbali na tulikuwa pale Temeke, lakini Demunga tulitumika naye kwenye vyama vya shuleni ambavyo vinaitwa Kasfeta, na sisi tulikuwa viongozi. Mimi nikiwa katibu wa wilaya na wenzangu walikuwa mwenyekiti, na dada yetu hapa alikuwa mjumbe. Tulikuwa tukimtumikia Mungu pamoja. Kuna nyimbo tangu nafika nilikuwa natamani, sijui nitaisikiaje, lakini nimefurahi sana kusikia inaimbwa. Kila joint mass ya wilaya ambayo tulienda,
Tukao lazima tumpe nafasi Demunga anaimba ile nyimbo peke yake, mimi ni mtoto wa mfalme. Na alikuwa akiimba ukumbi mzima, kanisa zima tunasimama. Tunamshukuru Mungu pamoja naye. Kimsingi inatuma kwa sababu Demunga ni rika letu. Mfano mimi na huyu tumekaa naye form 5 form 6, tukiwa form 6 tulikaa kambini, tulipanga chumba. Tulikuwa tunakaa naye chumba kimoja. Tulikuwa tunaona moyo wake wa kumpenda Mungu. Na watu wa Mungu atuongee hii sio kwa unafiki. Nyinyi ni mashahidi. Demunga alikuwa anampenda Mungu kweli. Mimi alinialika mara kadhaa kuja kanisani kuhubiri kwa vijana. Rafiki yangu alimwalika. Kwa hiyo tunaona yule moyo wake wa kumpenda Mungu. Kimsingi wazazi wamepoteza, marafiki tumepoteza, kanisa limepoteza, lakini taifa limepoteza. Lakini katika yote haya Biblia inaandika kwenye Ufunuo, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao nyingi. Demunga amelala amepumzika, lakini tunaamini tukikaza mwendo katika jina la Yesu, siku moja tutakutana naye mbinguni. Tuna kiasi chetu kidogo kama 370 kidogo. Hii haitarudisha kitu, lakini kama wanafunzi tuliosoma naye Temeke na wengine ambao walisoma naye shule ya Olevo wameungana na sisi kwa ajili ya hili. Mungu awabariki sana. Asante, Mungu awabariki sana. Marafiki wa Pastor Wilonja, wakilishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kwa majina naitwa William Wilongela na nimesimama hapa kwa niaba ya marafiki wa Pastor Wilonja. Sio wote, baadhi ya marafiki wa Pastor Wilonja ambao wamenituma nije nitoe salamu za pole kwa familia ya mchungaji Wilonja. Tumekuwa tukihudumiwa kwa muda wa zaidi ya miaka 20 na Pastor Wilonja. Tangu tulipokuwa vioni ametutembelea, ametushauri na amekuwa pamoja nasi kama baba, kama mlezi tulipokuwa vijana. Nakumbuka kipindi hicho mimi nilikuwa na miaka 21 hivi. Kipindi mchungaji anatutembelea na tulitengeneza umoja ambao yeye amekuwa mlezi wetu kwa miaka yote hii na mshauri wa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ilipotokea swala la ugonjwa wa Demunga, mchungaji alitushirikisha. Wakati mwaka huu alianza kuumwa 2021 na 22. Na sisi kwa umoja wetu tukamshika mkono kwanza akiwa anaumwa. Tumshika mkono kwa fedha ili ampeleke mtoto kwenye matibabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kipindi tumesikia kwamba Demunga ametwaliwa na tulipata taarifa, tukawasiliana na mchungaji, tukakaa pamoja kama marafiki, tukakusanya kiasi cha fedha ambacho tulikikabidhi kwa familia na kwa mchungaji ili kisaidie kusafirisha mwili kutoka Kigoma mpaka kufika huko. Bwana Yesu asifiwe. Ni kiasi ambacho kimekuwa kikubwa karibu zaidi ya 40% ya fedha zilizotumika tulichangia ili mwili ufike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia baada ya tukio hili mwisha tutaenda kumwona mchungaji pia ili tumpe mkono wa pole kwa haya yaliyotokea. Kitu kimoja na kijua ni kwamba kila mmoja wetu ipo siku ataondoka hapa duniani. Ukitaka kwenda mbinguni hakuna mbadala. Lazima upite kwenye njia hii ndipo utaenda mbinguni. Na jambo hili huwa ni nyepesi ikiwa kwa mwenzio, lakini ni ngumu likiwa kwako. Na kitu cha furaha ni kwamba litamfikia kila mmoja wetu. Mimi niombe tu nitoe pole kwa familia ya mchungaji, kwa mchungaji kwanza, kwa mama, kwa watoto na kwa kila mmoja. Kwamba Mungu wetu ni Mungu wa faraja na Roho Mtakatifu anayetoa faraja kwa watu wake awajaze na faraja yake ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba yangu binafsi, mimi nimeoa mwaka 2010 na Demunga na kaka yake Omari pamoja na mdogo wao wakiwa wadogo sana ni moja wa vijana waliokuja kuimba kwenye harusi yangu. Na ile clip bado ninayo nyumbani kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo ni kijana ambaye kwa ushuhuda huu wa uimbaji hajaanza leo, alianza akiwa kijana mdogo. Kumbuka 2010 bado tangu kipindi hicho alikuwa tayari ameanza kuimba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinatoka moyoni kabisa. Baada ya kusema hayo, naomba nitoe pole kwa familia, pole kwa ndugu, kwa marafiki, kwa majirani na kwa yeyote aliyeguswa na msiba huu. Lakini naamini Roho Mtakatifu wa kweli atakuwa faraja kwetu pia. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Nzengula, ni mwakilishi wa wachungaji wa zoni yetu ya Zingiziwa na wachungaji ambao pia walifika mapema kwenye msiba. Wilonja Omari ni mmoja wa watendakazi mwenzetu katika zoni yetu hii ya Zingiziwa na Chanika, tukifanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Tuna mikutano kila mwezi mmoja, tunafanya mara 2 siku 4 kwenye kanisa litakalochaguliwa. Tunaenda tunafanya mkutano, tunapumzika wiki moja, wiki nyingine tunafanya pamoja. Mtumishi wa Mungu Ilonja amekuwa mstari wa mbele sana katika utendaji wa kazi ya injili ya Bwana. Kijana Demunga amekuwa pamoja na hali ile, ilikuwa huwezi kumtambua kama ana tatizo. Alikuwa amemwishia Mungu, amemwamini Mungu na aliimba kana kwamba hana tatizo. Nakumbuka hata tulikuwa na hubiri mkutano, alikuwa hapa nyuma, aliimba mpaka akafunga kibwebwe na ilikuwa ya baraka sana. Ni kwa nini mwanadamu anafanya hivyo? Kwa sababu kila mmoja aliyekuja duniani amepewa kazi ya kufanya, na wewe na mimi tunayo kazi ya kufanya. Kwa hiyo kila mmoja ufanye kazi kama Mungu alivyokupatia kipawa au kipaji, na hicho ndicho kitakachokuletea faida hata baada ya maisha haya tuliyo nayo. Kwa sababu unapomtumikia Mungu, kwanza ndio unahesabika kuwa una akili, na pili inahesabika kuwa wewe ni rafiki wa Mungu. Bahati nzuri kwa Mungu wa Wakristo anafanana nao, kwa sababu Mungu mwenyewe anafanya, anazungumza, na kwa niaba hiyo Yesu aliimba, na sasa Wakristo wanaimba. Mungu anaona, Mungu anasema, Mungu anasikia. Huyo ni Mungu wa Kristo. Na kama hautamwamini Yesu, yuko Mungu ambaye naamini, unaweza ukamwamini lakini sijui, hafanani na mtu. Ana jicho moja, ana midomo miwili, ana mikono minne na mguu mmoja. Naye pia anaitwa Mungu. Sasa ole wako ujichanganye. Unamwamini huyo mwenye jicho moja au naamini huyu Mungu anayefanana na wanadamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi hiyo, nikiwakilisha salamu hizi za wachungaji, ninaomba mtumishi wa Mungu upokee salamu hizi ambazo zimetoka kwa wachungaji rafiki wa mtumishi wa Mungu Ilonja. Mungu abariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wakati watu wengi wanajiandaa kuja, niombe samahani kidogo viongozi mliokaa hapa, ili kuogopa kusumbuliwa na watu, tungewahamisha tukae huku mbele, alafu watu watakuja watazunguka. Sawa sawa
Gari la Crown namba chini ya 78 limeziba njia. Crown namba 78 DTQ namba D. Yes. Hii ni ibada maalum. Tembea kidogo. Pastor Milonja Omari, twende tuwahubirie watu, tuambie Yesu kwamba anaweza. Aminie, aminie na kubaki. Huyo ndiye ataokoka. Aminie, aminie na kubaki. Huyo ndiye ataokoka. Tusimame imara katika kazi ya Mungu, tutembee kule na kule, tuambie Yesu anaweza. Tusimame imara katika kazi ya Mungu, tutembee kule na kule, kweli tuambie Yesu anaweza. Aminie na kubaki. Huyo ndiye aminie na kubatizwa. Huyo ndiye ataokoka.
Ndio huko ndo kuna nafasi. Na kwa hivyo hili ni lango la raha, ni lango la rehema. Kila mtu apitaye hana majonzi tena. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango la mbinguni li wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi naomba tusikie utaratibu unayefuata. Karibu Baba Askofu. From 1 Thessalonians chapter 4. Translator. 1 Thessalonians chapter 4. Tusome Thessalonika wa kwanza mlango wa 4. From verse number 13. Kuanzia ule mstari wa 13. But I would not have you to be ignorant, brothers. Sipendi msiwe na uelewa, wapendwa, concerning them which are asleep, kuhusu hao waliolala, that you sorrow not even as others which have no hope. Msiwe na huzuni kama wale wasio na tumaini. For if we believe that Jesus died and rose, kufa katika Yesu, Mungu atawafufua. For this we say unto you by the word of the Lord, kwa jinsi hiyo tunasema kwenu kwa neno la Mungu, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Kwamba sisi tulio hai ambao tutamsubiri Mungu mpaka atakapokuja, hatutawazuia wale waliolala. For the Lord himself shall descend from heaven, kwamba Mungu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, with a shout, na kwa kelele, with the voice of an archangel, kwa sauti ya malaika, and with the trump of God, na kwa tarumbeta la Mungu. And the dead in Christ shall rise first. Wale waliokufa katika Bwana, katika Yesu watafufuliwa kwanza. Then we which are alive and remain shall be caught up together. Na sisi ambao tulio hai tutachukuliwa pamoja nao. And with them in the clouds. Pamoja nao katika mawingu. To meet the Lord in the air. Kukutana na Bwana mawinguni. And so shall we ever be with the Lord. Na sisi tutakuwa pamoja na Bwana. Wherefore comfort one another with these words. Kwa sababu hiyo mfarijiane wenyewe kwa wenyewe. And the second reading is from 1 Corinthians chapter 16, chapter 15. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza chapter 15. Mstari wa 15, mlango wa 15. But if there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen.
Kama kuna ufufuo wa waliokufa, Yesu akufufuka. And if Christ be not risen, kama Yesu akufufuliwa, then is our preaching vain. Kwa hiyo tunachohubiri kuhubiri kwetu ni bure. And your faith is also vain. Na hata imani yenu ni bure. Yea, and we are found false witnesses of God. Na sisi tunaonekana mashahidi wa uongo wa Kristo. Because we have testified of God that he raised up Christ, kwamba tunamshuhudia Mungu alimfufua Yesu, whom he raised not up, ambaye akumfufua. If so be that the dead rise not, kwa jinsio kama waliokufa wafufuliwi. For if the dead rise not, kama waliokufa wafufuliwi, then is not Christ raised. Kwa hiyo na Yesu pia akufufuliwa. Verse 17, if Christ be not raised, mstari wa 17, kama Yesu akufufuliwa, your faith is vain, na hiyo imani yenu ni bure. You are yet in your sins. Upo kwenye dhambi zako zile zile. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Na hao waliokufa katika Yesu wamepotea. Even this life only we have hope in Christ. Na haya maisha tunayo tumaini katika Kristo. All men most miserable. Na sisi wote tuna huzuni. Let us pray. Tuombe. Father God, we thank you. Baba, tunakushukuru that you have brought us this far. Umetuleta hapa. We thank you. Tunakushukuru for all the work that has happened. Kazi zote zilizofanyika. For every hand that has been involved. Na kila mkono uliohusika. We thank you. Tunakushukuru. And we pronounce your blessing upon every individual. Tunatangaza baraka zako kwa kila mmoja that is here this evening, ambaye yuko hapa katika jioni hii. As we lay our son, our friend, na tunapomweka ndugu yetu, rafiki yetu, and our brother, ambaye ni ndugu yetu, we pray that your spirit will take over this atmosphere. Tunaomba kwamba mazingira haya Roho wako achukue nafasi, to give comfort, akarete faraja, peace and strength, amani na nguvu. We pray that this word that has been read ili neno lililosomwa will give hope, ilete tumaini. That even as we mourn with the hope of the resurrection. Hata vile tunavyohuzunika tuhuzunike katika tumaini la ufufuo. Waiting for the sound of the trumpet. Tukisubiri ile sauti ya tarumbeta. And the voice of an archangel. Na sauti ya malaika. We shall see Demunga. Tutamuona and others that slept in Christ rising up. Na wale wote waliolala katika Yesu wakifufuliwa. With glorified bodies. Na wakiwa na mwili wa utukufu. We pray all these things in and through the name of Jesus Christ, God's strong Son. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo mwenye nguvu. Amen. 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 Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Karibuni. Lakini milele tonane bandarini kule tonane bandarini kule tonane milele tonane bandarini kule kuba tonane milele tonane bandarini kule tonane milele tonane bandarini kule. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sitapungukiwa na kitu. He maketh me to lie down in green pastures. Ananifanya nilale katika majani mabichi. He leadeth me beside the still waters. Ananiongoza katika maji ya utulivu. He restoreth my soul. Anarejesha nafsi yangu. He leadeth me in paths of righteousness. Ananipeleka katika majani mabichi. For his name's sake. Kwa jina lake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Hata nikipita katika
bonde la mauti, I will fear no evil. Sitaogopa mabaya. For thou art with me. Yeye yupo pamoja nami. Thy rod and thy staff, gongo lake linanifariji. They comfort me. Linanifariji. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Anaandaa meza mbele yangu mbele za maadui zangu. You anoint my head with oil. Ananipaka kichwa changu kwa mafuta. My cup runs over. Na kikombe changu kinajaa. Surely goodness and mercy shall follow me. Hakika mema na fadhili zitanifuata all the days of my life. Siku zote za maisha yangu. And I will dwell in the house of the Lord forever. Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilasa kwenye majani mabichi, kuniongoza maji matulivu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Tuimbe pamoja. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi. Nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Mimi nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. The Bible says, Biblia inasema, from dust thou art, toka kwenye mavumbi, and to dust thou shalt return. Na kwenye mavumbi utarejea. And so, kwa hiyo we commit this body, tunaweka mwili huu to dust, kwa mavumbi, as we wait for the resurrection, tunaposubiri from the dead. Wa waliokufa. Amen. Amen. Pigieni Bwana makofi. Tuende kama watu. Agizo tulilopewa na Bwana, tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Pastor Milonja Omari, twende tuwahubirie watu, tuambie Yesu kwamba anaweza.